Wengine kati ya wachezaji ambao wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wanajivunia kutokana na usajili wao katika msimu wa 2024-2025 na kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, huku pia mechi mbili zimesalia wangali wakifukuzia taji la ligi kuu Tanzania bara, ni pamoja na huyu mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast Jah Ahoua. Huyu amekuwa kwenye kiwango bora sana kiasi ya kwamba mpaka sasa kutokana na kile alichokionyesha leo katika mechi nyingine ya ligi kuu Tanzania bara, mechi ya 28 kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo walishinda kwa mabao 5-0 dhidi ya wenyeji Ken Gold kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale mkoani Tabora, ni pamoja na mabao yake aliyochangia mawili kati ya mabao 5 alofunga Simba. Alifunga bao yeye mwenyewe dakika 75, lakini alitoa pasi saidizi ya bao kwa Kibu Dennis Prosper wakati akifunga moja kati ya mabao yake mawili leo hii katika dakika 26. Matokeo yake leo hii amechangia mabao mawili kati ya 5. Lakini kabla ya hapo Jah Ahoua ndiye kinara wa mabao sio tu ndani ya Simba bali ligi nzima kwa msimu wa 2024-2025 ikiwa inaelekea mwishoni, kwa sababu alikuwa tayari ameshafunga mabao 15 goals. Lakini katika orodha ya wachezaji waliotoa assist nyingi, pasi saidizi za mabao, yeye alikuwa ameshatoa assist 8, na hivyo kwa lugha nyingine tunaweza kusema alikuwa amechangia mabao 23 kati ya mabao 63 waliokuwa wamefunga Simba kabla ya mechi ya leo. Lakini ushindi wa leo hiyo mabao 5-0 dhidi ya Ken Gold uliambatana na mchango mwingine wa Jah Ahoua katika upachikaji mabao kwa mchango wake wa mabao haya mawili, na hivyo sasa akiwa kwa ujumla amechangia mabao 25 kati ya mabao 68 ambayo Simba ameshafunga mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, ambayo ukiweka katika asilimia ili uone mchango wake kati ya mabao yote yaliyofungwa na Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, utazidisha kwa 100, utagundua hapa ni around asilimia 37. Huu ni mchango wa juu sana kwa mchezaji mmoja ambaye yeye ni kiungo ushambuliaji akicheza nyuma ya mshambuliaji kinara katika mfumo wa Simba wa kocha Fadu Davis. Wa baada ya golikipa kunakuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Jah Ahoua yupo hapa katika kundi la watatu akitokea eneo la kati. Mara nyingi upande mmoja akicheza Kibu Dennis Prosper, upande mwingine Elim Panzu Kibisawala. Jah Ahoua amekuwa kwenye kiwango bora katika eneo hilo ambalo huwa anapata nafasi ya kuwa mchezaji anayesubiria mipira ya pili baada ya washambuliaji vinara kuigombania na hivyo kuitumia kwa kufunga ama kutoa pasi saidizi za mabao, lakini vile vile ni mzuri katika mipira ya kutenga. Jah Ahoua amekuwa kwenye kiwango bora sana, ingawa baadhi ya mashabiki kwake yeye si miongoni mwa wale wachezaji maarufu kwa msimu huu, pengine kutokana na ukweli kwamba Jah Ahoua si mchezaji wa kucheza na majukwaa, si mchezaji wa kufanya mbwembwe na makeke uwanjani, bali mara nyingi huwa busy katika kutekeleza mipango kazi ya mwalimu Fadu Davis, na matokeo yake ndio maana haishangazi kuona yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wametoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara nyingi, lakini vile vile amekuwa ndiye kinara wa mabao kama nilivyotoka kueleza. Mpaka sasa kutokana na bao lilofunga leo, yeye ndio kinara akiwa na mabao 16 katika orodha ya wanaoongoza kwa kupachika mabao kwenye ligi kuu Tanzania bara, akifuatiwa na wachezaji takriban 3. Mwenzake Ateba wa wekundu wa Msimbazi Simba hayuko peke yake, yupo na Clement Mzizi Walidi, lakini pia yupo Prince Mpumelelo Dube. Hawa wote ni washambuliaji na mabao yao mpaka sasa ni mabao 13. Yani amewacha mabao 3 zikiwa zimebaki mechi 2. Kuna uwezekano akiendeleza kasi yake ambayo ameshaonyesha mpaka kufikia sasa, ana uwezekano wa kuja kuwa mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara na kuvaa na kutoa na tuzo ambayo msimu uliopita mshindi wake alikuwa ni Stefan Aziz Ki wa Yanga. Lakini kwa nini amefikia hapo? Ni kwamba kabla ya mechi ya leo Jah Ahoua ambaye ni miongoni mwa wachezaji nyota wa kutumainiwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadu Davis, kabla ya kuavaa Ken Gold leo hii pale Tabora, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliopiga mashuti mengi katika ligi kuu kuliko wachezaji wote. Ni kwamba kabla ya leo hii Jah Ahoua kati ya mechi 27 alizokuwa amecheza Simba, kabla ya mechi ya leo ambayo ilikuwa ni 28, yeye alikuwa amecheza mechi 24. Dakika alizocheza zilikuwa ni dakika 1761 Jah Ahoua. Halafu katika dakika hizi akawa
amepiga mashuti na kuwa miongoni mwa vinara kupiga mashuti, akiwa amepiga mashuti 64 kati ya 37 yakilenga shabaha, na kuwa mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti mengi miongoni mwa wachezaji wote katika ligi kuu Tanzania bara. Kinara wa mashuti Stefan Aziz Ki alikuwa amepiga mashuti 65, ingawa yeye mashuti 65 alikuwa amefunga mabao 9, asisti 7 na kuchangia mabao 16 ndani ya Yanga. Lakini baada ya Stefan Aziz Ki alipiga mashuti 65, anayefuatia ni Jashaua kwa mashuti haya kabla ya mechi ya leo. Lakini ikumbukwe pia kinara wa mashuti Stefan Aziz Ki hayupo tena Yanga, hivi sasa yupo katika klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco. Sasa kwenye mashuti haya akawa amefunga mabao goals, amefunga mabao yale nilotoka kueleza awali, mabao 15, lakini pia akitoa assists 8 assists na mwisho kuchangia mabao yale 23 yaliyomfanya awe level 1, afikie rekodi iliyokuwa inashikiliwa na Chama wakati akichezea Simba. Nazungumzia Chama, mchezaji nyota katika misimu kadhaa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Msimu wake bora zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara akiwa na Simba, kabla ya msimu huu kuwa katika klabu ya Yanga. Mchezaji huyo kimataifa wa Zambia msimu wa 2020-2021 ndo aliweka rekodi yake binafsi kwenye ligi kuu kwa kufunga mabao 8, kutoa assist 15, akichangia mabao 23 katika ligi ambayo ilikuwa na timu 18, na hivyo mechi kwa ujumla ligi nzima zilikuwa mechi 34. Lakini Jashaua kabla ya mechi ya leo alikuwa kama nilivyotoka kueleza awali, mechi 27 za timu yake kwenye ligi kuu, yeye mechi 24, lakini tayari alishachangia idadi ya mabao sawa na yale aliyokuwa amechangia Chama kwa msimu wa 2020-2021, msimu uliokuwa bora zaidi kwa Chama katika ligi akiwa na jezi ya Simba. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa leo hii kitendo chake cha kufunga bao, kutoa assist, ndipo ameongeza idadi ya mchango wake wa mabao kutoka 23 ambayo alifikia rekodi ya Chama katika klabu ya Simba, na sasa ameipiku rekodi ya Chama kwa kufikisha mabao 25 mchango wa jumla, kwa maana mabao aliyofunga na assist. Na hivyo ligi haijakamilika, timu yake ndio kwanza imecheza mechi 28, bado mechi 2, bado mechi dhidi ya Kagera Sugar, bado mechi ya watani wa jadi dhidi ya wananchi Yanga ambayo itahitimisha ligi msimu Juni 25, lakini tayari ameshavuka rekodi ya mchango wa jumla wa mabao wa Chama ndani ya Simba ambao alifanya hivyo 2021 akiwa na wachezaji wengine nyota katika kikosi, akiwemo Jose Louis Mixon, akiwemo Chris Kope Mushimba Mugalu, Bwalia, lakini vile vile Medi Kagere, John Boko, Hassan Dilunga, Pasco Wawa na nyota wengine wakiwemo ambao mpaka sasa bado kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kama golikipa Aishi Manula, beki Shomari Kapombe, beki wa kushoto Mohamed Hussein Shabalala. Tayari Jashaua ivunja rekodi ya Chama na ligi haijakamilika, na uwezekano wa kuongeza mabao zaidi. Wote performance kwa mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Ivory Coast ambaye msimu uliopita ndiye aliyekuwa MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast kabla ya kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Na sio kwenye ligi tu, kwenye michuano ya CAF kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu waliowezesha Simba kufika fainali kwa mara ya kwanza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika tangu lianzishwe 2003 ni pamoja na yeye, kwa sababu Simba kwenye safari yao mpaka wanafika fainali walipocheza dhidi ya RS Berkane katika mechi 2 ambazo walifungwa 2-0 kule Morocco, halafu wakatoka 1-1 New Amaan Complex visiwani Zanzibar kwa kipigo cha jumla cha 3-1 kwenye fainali. Simba kwa safari nzima kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali walifunga mabao 12. Kwa mabao 12 Jashaua amefunga mabao 3, halafu akatoa assist 2, na hivyo kuchangia mabao 5 kati ya 12 waliofunga Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika na kupata mafanikio hayo niliyotoka kuelezea kufika fainali. Mabao 5 katika 12 ukiweka katika asilimia unagundua mchango wa Jashaua kwenye mabao ya Simba kombe la shirikisho ulikuwa ni around asilimia 42. Ana kiwango bora sana kwenye ligi kuu na kwenye michuano ya CAF. Swali, baada ya kuipiku rekodi ya Chama binafsi akiwa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kama nilivyotoka kuelezea, vipi kwenye ligi kuu? Atamaliza na tuzo ipi binafsi? Je, ataendelea kuwa kileleni mwa wafungaji katika ligi kuu Tanzania bara na hivyo kuwa mfungaji bora, kutoa nafasi iliyoachwa na Stefan Aziz Ki kwa tuzo ya mfungaji bora? Vipi kuhusu tuzo ya MVP, mchezaji bora wa msimu? Yote hayo ni swala la kusubiri, lakini Jashaua ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa kwenye kiwango bora msimu huu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe,
una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwanduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.